Leo nitakuonyesha dalili kubwa 5 ambazo zinaonyesha kwamba Mungu amekuchagua kwa ajili ya kufanya mambo makubwa. Sio kila mtu unayemwona ni kwamba Mungu amekuchagua kufanya mambo makubwa. Na baki mpaka mwisho wa video hii, kwa sababu mwishoni mwa video hii nitakuombea wewe mtu ambaye unaziona dalili hizi, ili Mungu aweze kukidhihirisha kile kitu ambacho ameweka ndani yako, ili uweze kudhihirika siku ya leo. Ule ukuu, ule uwezo wa kufanya mambo makubwa ambao Mungu ameweka ndani yako utaonekana, utadhihirika mara moja. Sasa napokwenda kuonyesha dalili hizi, kama bado haujasubscribe channel yetu, unaweza ukasubscribe pale ulipo, ili kipindi ninachokuletea mafundisho mapya uwe wa kwanza kuyapata. Na kama bado hujalike video hii, basi unaweza ukalike mahali pale. Mungu akubariki sana. Dalili ya kwanza inaonyesha kwamba Mungu amekuchagua kwa ajili ya kufanya mambo makubwa ni pale unapokuwa unaota ndoto kubwa sana kwenye maisha yako. Na mfano, kuna watu mko mahali hapa mnaota mnapaa. Kuna wengine mnaota mnahesabu pesa, wengine sio pesa tu za kawaida. Wengine mnaota mnahesabu pesa za kigeni. Wengine mnaota mmekamata pesa nyingi. Na umekuwa ukijiuliza mara kwa mara, kwa nini mimi naota nahesabu pesa nyingi? Ni kwa sababu Mungu amekuchagua kwa ajili ya mambo makubwa. Zile ndoto ambazo unaziota zinaonyesha kwamba wewe utakuja kuwa nani mbeleni. Yale matukio ambayo unaona kwenye ndoto yanaonyesha kwamba utakuja kuwa nani mbeleni, kwa sababu ndoto ambazo mtu anaziota zinaendana na sehemu ambayo Mungu amempangia. Ndio maana unaona hata katika kile kitabu cha Mwanzo ile sura 37 unaona ndugu zake na Yusufu walianza kumchukia Yusufu kwa ajili ya ndoto alizokuwa anaziota. Yusufu alikuwa anaota nyota 10 zimemuinamia, kuna sema alikuwa anaota miganda inamuinamia. Ndoto hizi zilikuwa zinaonyesha kwamba Mungu amemchagua kwa ajili ya kufanya mambo makubwa mbeleni. Baadaye kwenye maisha yake unakuja kuona Yusufu anakuja kuwa waziri mkuu kweli. Yusufu anakuja kuwa na nafasi katika ulimwengu wa siasa. Yusufu anakuja kuwa na position kubwa. Na hii position kubwa imetoka wapi kwa Yusufu? Position hii imetoka kutokana na ndoto alizokuwa anaziota. Kumbe ndoto ambazo unaziota siku ya leo zinaweza kuwa zinamaanisha kwamba Mungu amekupangia kuja kuwa nani. Unapoota ndoto usidharau. Tafuta maana yake mapema, na utakapotafuta maana yake, tafuta na kitu gani cha kufanya. Sasa shida watu wengi wanapoota ndoto kubwa wanatafuta maana yake afu wananyamaza. Yaani kwa mfano umeota unahesabu pesa nyingi za kigeni, inamaanisha kwamba milango yako ya uchumi Mungu amefungua. Milango hii ni milango ya kimataifa. Lakini mtu anatafuta maana, ameshajua maana yake lakini hajui kitu cha kufanya. Unapopata maana ya ndoto usipojua ni kitu gani cha kufanya, haikusaidii kitu chochote. Na ndio maana wengi tuko mahali hapa tunaota vitu vikubwa, tunaota mambo mazuri, lakini mwisho wa siku maisha yetu yanakuwa yako vile vile, maisha yetu yanakuwa yabadiliki. Na hii pia inaonyesha kwamba Mungu amekuchagua kwa ajili ya kuja kufanya mambo makubwa ni pale unapokuwa unapigwa sana vita. Yaani kwenye maisha yako una vita kwenye ndoa, una vita kazini, una vita kwenye nyumba, una vita kwa marafiki, una vita kwenye familia yako. Kila sehemu ambayo upo wewe unapokea vita. Unapoona vita vinakuwa vingi kwenye maisha yako, inamaanisha kwamba Mungu amekuchagua kwa ajili ya kuja kufanya mambo makubwa sana kwenye maisha yako. Mungu amekuchagua kwa ajili ya kuja kufanya vitu vikubwa. Wewe ni mtu mkubwa, wewe sio mtu wa kawaida. Na ndio maana unaona hata kwenye kitabu cha Samueli wa kwanza ile sura 17 na mstari wa 45, Daudi alikuwa ni mtu ambaye ana vita sana. Kwenye familia yake ndugu zake walikuwa wanampiga vita. Ndugu zake walikuwa hampendi. Ndugu zake walikuwa wanampa kila siku kazi za kwenda kuchunga machungoni. Daudi alikuwa anapenda kwenda kuangalia vita. Daudi alikuwa anapenda kwenda kupigana. Kaka zake mwenyewe ndio alikuwa anampiga vita. Familia yake mwenyewe ndio ilikuwa anampiga vita. Na ndio maana hata Samueli alipokuwa amekwenda kumchagua Daudi kama mfalme, unaona kabisa kwamba hata babake mwenyewe alikuwa hamwamini Daudi. Babake mwenyewe alikuwa anampiga vita Daudi. Ndugu zake wenyewe walikuwa wanampiga vita Daudi. Hata walipoitwa watoto wa Yese, Daudi yeye kuhesabika kama mtoto wa Yese. Lakini unaona vita hii ya Daudi haishii tu kwenye familia yake. Unaona kwamba Daudi anakuja kupigana vita na Goliati. Unaona vita amepigana ndani ya familia, lakini pia kuna vita nje ya familia. Lakini haishii hapo. Unaona hata mfalme bado alikuwa anampiga vita Daudi. Sauli alikuwa anataka kumuua Daudi mara kwa mara. Inamaanisha kwamba Daudi alikuwa na vita kila sehemu anapoenda. Alikuwa na vita kwenye uongozi wake, alikuwa na vita jeshini, alikuwa na vita kwenye kazi yake, alikuwa na vita ndani ya familia, lakini pia alikuwa na vita nje ya familia. Unapoona unapigwa sana vita kwenye maisha yako, shida sio wewe. Shida ni kile kitu ambacho umekibeba ndani yako. Kinavuta hiyo vita ambayo unapitia siku ya leo. Na hii ya tatu inaonyesha Mungu amekuchagua kwa ajili ya kuja kufanya mambo makubwa ni kupenda sana kuwatumikia watu wengine au kuwasaidia watu wengine. Unapomwona mtu ana shida fulani, unapomwona mtu ana kitu fulani, ndani yako unajisikia kumsaidia. Hata kama unacho kidogo, unamsaidia kwa hicho kitu ambacho uko nacho. Hii ni dalili ambayo inaonyesha kwamba Mungu amekuchagua kwa ajili ya kufanya mambo makubwa, kwa sababu watu ambao Mungu amewaita kwa ajili ya kufanya mambo makubwa, Mungu ndani yao huwa anaweka roho ya utoaji. Mungu ndani yao huwa anaweka compassion. Mungu ndani yao huwa anaweka huruma. Yaani wote mna shida, lakini wenzako unawatanguliza mbele, wenzako unawajali zaidi, wenzako unawapa kipaumbele na shida zao. Ni hata wewe mwenyewe una shida, hata mwenyewe una matatizo, lakini unapomwona mtu mwingine ana shida, unapomwona mtu mwingine anapitia matatizo makubwa, unakuwa unampa kipaumbele. Hii ni dalili kubwa ambayo inaonyesha kwamba Mungu amekuchagua wewe kwa ajili ya kufanya mambo makubwa. Angalia hata mfano wa Yesu kwenye kitabu cha Mathayo. Unaona hata Yesu mwenyewe alikuwa anawaosha miguu wanafunzi wake. Hii ilikuwa ni ishara ya unyenyekevu. Hii ilikuwa ni ishara ya kuwatumikia wengine. Hii ni ishara kwamba Yesu alikuwa anawatanguliza wengine bila kujitanguliza yeye. Yesu alikuwa anajali mahitaji ya wengine bila kujali mahitaji yake yeye. Yesu alikuwa anaweka wengine mbele. Yesu alikuwa anaweka wengine kipaumbele. Unapoona ndani yako una roho ya kuwapa watu kipaumbele, una roho ya kuwasaidia watu, hata kama una kitu kidogo sana ndani yako, unapomwona mtu unamhurumia, unapomwona mtu unamsaidia, hii inaonyesha kwamba Mungu ameweka kitu cha ajabu sana ndani yako. Mungu ameweka kitu kikubwa sana ndani yako, na sio wewe ambao unafanya vile, ila ni kile kitu ambacho kiko ndani yako ndio kinakusukuma wewe kufanya vile. Ni kile kitu ambacho kiko ndani yako ndio kinakusukuma wewe uweze kutoa, kinakusukuma wewe uweze kuwajali wengine, kinakusukuma wewe usiweze kujitanguliza wewe na mahitaji yako, ila utangulize mahitaji ya watu wengine. Utakapoona dalili ya namna hiyo, huo sio udhaifu, huo sio ujinga kama watu wengine wanavyofikiria. Ndio maana kuna watu wengine wanakushangaa, mbona unajitoa sana?
Mbona unajitoa sana kwa watu lakini wenyewe hawajitoi kwako? Mbona unawasaidia sana watu? Mbona mwenyewe una shida kama wao? Mbona mwenyewe una matatizo kama wao? Mbona unajitoa sana kwao? Hiyo ni roho ambayo Mungu anakuwa ameweka ndani yako. Na dalili ya nne ambayo inaonyesha kwamba Mungu amekuchagua kwa ajili ya kuja kufanya mambo makubwa ni pale unapoona watu wengi wanakuchukia bila kuwa na sababu yoyote. Watu wanakuchukia, haujawafanyia kitu chochote, haujawakosea kitu chochote, ila umekuwa ni mtu wa kuchukiwa sana watu. Unaona kwenye kile kitabu cha Samueli wa kwanza ile sura ya 16 kuanzia ile mstari wa 11 mpaka ule wa 13. Unaona Daudi alikuwa anachukiwa na ndugu zake. Ni kitu gani ambacho amefanyia? Hakipo. Ni baya gani ambayo Daudi amefanyia? Halipo. Lakini ndugu zake wanamchukia, lakini ndugu zake wanampiga vita. Ndugu zake wamemwandama. Ndugu zake sio kwamba walikuwa wanamchukia yeye, walikuwa wanachukia kitu ambacho kiko ndani yake. Ile kusudi ambalo Mungu alikuwa amebebesha ndani yake ndilo watu ambao walikuwa wanapiga vita bila wao kujua. Kumbe muda mwingine tunapigwa vita na watu bila kujua, ama tunachukiwa na watu bila kujua, sio kwa sababu yetu sisi. Sio kwa sababu tumewakosea, sio kwa sababu tunaweza kukataliwa, hapana. Hii ni kwa sababu ya vitu ambavyo Mungu ametubebesha ndani yetu. Shetani akiona kwa jinsi ambavyo Mungu amekuchagua, anaogopa. Anajua wewe ni hatari, anajua wewe ni mtu hatari. Wachawi wakiona hicho kitu, wanajua wewe ni mtu hatari. Kwa hiyo wanaanza kupiga vita. Kwa hiyo wanaanza kuchukia bila sababu, wanapanda roho ya chuki ndani ya watu ili watu waanze kudhoofisha wewe, ili watu waanze kukusema. Unakuta muda mwingine watu wanaokuchukia bila sababu ni watu wa karibu yako kabisa. Ama muda mwingine watu ambao umeshawahi kuwasaidia katika kipindi fulani cha maisha yako. Ni watu ambao walikuwa nao marafiki kabisa, lakini ghafla wameanza kuchukia, lakini ghafla wamebadilika. Unajiuliza, jamani, mbona hawa nilikuwa naongea nao vizuri? Mbona amenibadilikia ghafla? Mbona ghafla ananipiga vita? Ni kitu gani ambacho kinaendelea kwenye maisha yangu? What is going on with me? Shida sio wewe. Shida ni kitu ambacho umebebeshwa ndani yako. Yesu alikuwa hajawatendea kitu chochote Mafarisayo. Mafarisayo wenyewe walikuwa wanampiga vita. Na ndio maana ni kitu cha ajabu sana, mimi nikiangalia maandiko huwa nashangaa sana na kustaajabu sana. Watu ambao walikuwa wanatakiwa wao wa kwanza kumpokea Yesu walikuwa ni Mafarisayo, kwa sababu Mafarisayo wanajua sheria, Mafarisayo wanajua maandiko matakatifu. Lakini hao ambao walitakiwa kuwa wa kwanza kumpokea Yesu ndio hao waliokuwa wa kwanza kumpiga vita. Na ndio maana anasema kwamba alikuja kwa walio wake, lakini walio wake walimkataa. Lakini wale waliompokea aliwapa uwezo wa kufanyika kuwa wana wa Mungu. Unaona, Yesu alikuja kwa ajili ya hao Mafarisayo. Yesu alikuja kwa ajili ya taifa la Israeli, lakini wale wakamkataa. Unapoona watu wanakukataa, unapoona muda mwingine watu tunaowasaidia wanakukataa, wanakuchukia bila sababu, jua kwamba wewe umechaguliwa, wewe sio wa kawaida. Sasa ninapokwenda kuonyesha dalili ya 5, kama bado haujasubscribe channel yetu, unaweza ukasubscribe pale ulipo. Lakini kama bado hujalike na umebarikiwa mpaka hapa tulipofika, basi unaweza kulike mahali pale. Sasa dalili ya 5 ni kama unapitia matatizo yanayojirudia. Ni kama magonjwa yanajirudia, mikosi inajirudia, shida inajirudia, umasikini unajirudia, yani matatizo ambayo ni sugu. Unapita kwenye yale matatizo kwa muda mrefu, unaomba lakini yako pale, unafunga lakini bado yako pale. Hii inaonyesha kwamba Mungu amekuchagua wewe kwa ajili ya kuja kufanya mambo makubwa. Unaona hata kwenye kitabu cha Samueli wa kwanza ile sura ya kwanza mstari wa 6 mpaka ule wa 7, unaona kuna mtu mmoja alikuwa anaitwa Hana. Hana alikuwa na utasa unaojirudia. Hana kwa nini alikuwa na utasa? Kwa nini Hana alikuwa anapitia utasa ambao ni sugu? Utasa ambao ulikuwa unajirudia. Ni kwa sababu kwenye tumbo la Hana Mungu alikuwa amepanga kwamba Hana atamzaa nabii, pia atakuwa ni mwamuzi. Kwa hiyo future na hatima yote ya Israeli ilikuwa imewekwa ndani ya tumbo la Hana. Na ndio maana shetani alikuwa amefunga lile tumbo la Hana ili Hana asiweze kupata mtoto. Kwa hiyo unapoona unapita kwenye matatizo fulani, kwenye changamoto fulani, ujue hiyo changamoto ambayo unapitia inaendana sana kusudi ambalo Mungu amekupangia. Narudia tena. Changamoto ambayo unapitia siku ya leo inaendana sana kusudi ambalo Mungu amekupangia. Au kama shetani anajua kwamba kupitia sauti yako watu wengi watamjua Mungu, watu wengi watamfuata Mungu, kitu ambacho anafanya shetani, anakuwekea aibu. Unajikuta wewe ni mwoga, huwezi hata kusimama mbele ya kamera kama hivi, huwezi hata kukaa mbele ya watu kama hivi. Ukisimama mbele ya watu unatetemeka. Umejaribu kuomba, imeshindikana. Unashindwa hata kupresent kile kitu ambacho Mungu ameweka ndani yako. Unashindwa hata kuongea na watu, unashindwa hata kuwashauri watu kwa sababu wewe ni mtu mwenye maaibu. Muda huu nataka nikuombee. Kama wewe ni mtu ambaye unapitia dalili zote ambazo nimezitaja siku ya leo, nyosha mkono wako kulia juu niweze kuombea ili kile kitu ambacho Mungu ameweka ndani yako kiweze kudhihirika na kiweze kufanyika. Baba, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti hai, Mungu namwombea dada yule, namwombea kaka yule, namwombea mdogo yule. Mungu wa mbinguni, naomba vile vitu ambavyo umeweka ndani yao, vile karama ambazo umeweka ndani yao, ule ukuu ambao umeweka ndani yao, Baba naomba ukadhihirike kuanzia sasa. Kwa mamlaka ya jina la Yesu Kristo wa Nazareti hai, kila roho Bwana ambayo iko ndani yao, kila roho ambayo iko kwenye maisha yao, ambayo inazuia vile kusudi ambalo umeweka ndani yao lisiweze kudhihirika. Baba, nakataa kila vita ya kipepo wanaopitia, na hiyo ni vita ya kifamilia, hiyo ni vita ya kikazi, hiyo ni vita ya kindoa ambayo inazuia kusudi ambalo umeweka ndani ya maisha yao lisiweze kutimia. Baba, naikataa kuanzia sasa kwa mamlaka ya jina la Yesu Kristo wa Nazareti hai. Amen. Kupitia maombi haya, ile hatima, ile kusudi ambalo Mungu alikuwa ameliweka ndani yako linakwenda kutimia muda huu. Lakini pia kama umejifunza kitu kupitia video hii, niandikie pale kwenye comment section ya kwamba nimejifunza kitu. Na pia kama unataka kujiambatanisha na maombi haya kwa njia ya sadaka yako, unayesema kupitia maombi haya ambayo mtumishi wa Mungu ameomba na kwenda kujiambatanisha na sadaka yangu siku ya leo, ile jambo kubwa ambalo Mungu ameweka ndani yangu linakwenda kuonekana, ile nyota kubwa ambayo Mungu ameweka ndani yangu inakwenda kung'aa. Unaweza kujiungamanisha kwa sadaka yako kupitia namba zetu za simu ambazo zinaonekana hapo chini kwenye skrini yako. Utakapokuwa unafanya hivyo, lolote lile ambalo Mungu ameweka ndani yako liende likadhihirike kuanzia sasa kwa mamlaka ya jina la Yesu Kristo Nazareti hai. Amen. Lakini pia unaweza kushare ujumbe huu kwa ndugu jamaa na marafiki ili nao waweze kujifunza kama ulivyojifunza kupitia ujumbe huu. Na muda huu tumefikia mwisho wa video hii. Kama bado hujasubscribe channel yetu, unaweza ukasubscribe pale ulipo ili kipindi tunachokuletea mafundisho mapya uwe wa kwanza kuyapata. Na kama bado hujalike video hii,
basi unaweza ukalike mahali pale. Mungu akubariki sana. This is Apostle Deusi Sengo. Amen. Shalom. Peace.